Ngenga za wananchi. Karibu tena katika Ngenga za wananchi, tukiendelea pale ambapo tuliishia. Ngenga za wananchi hii leo zinakwenda kuangazia, je, nini kifanyike ili kuwajengea vijana ari ya uzalendo, wawe wazalendo kwa taifa lao. Mimi ndio rais wa wapiga ngenga wote, Samson Charles, na vijana ambao uliwasikia hapa wataendelea tena kujadili suala hilo hapo. Kumbuka nawe kama unapenda kushiriki ngenga za wananchi, unaweza ukanifuata pale Instagram na Facebook kwa jina la Samson Charles, ukaja inbox ukaniwekea namba yako ya simu nami nitakutafuta. Karibu sana. Kwa majina naitwa Ismail Nasoro Omari, ni mwanafunzi chuo kikuu cha Dar es Salaam mwaka wa 3. Yes, nipo hapa kuchangia maoni yangu kuhusiana na namna gani tunaweza tukapandikiza uzalendo haswa kwa vijana wa Kitanzania. So cha kwanza kabisa ambacho kwa mtazamo wangu naona ni kwamba vijana wengi wanakosa uzalendo. Miongoni mwa sababu hizo inaweza ikawa ni kukosa elimu. So nafikiri hali ya kuwa mzalendo haiwezi kupatikana kama vijana watakosa elimu pana kuhusiana na uzalendo wenyewe ni nini. Kwa hiyo aidha katika kuhakikisha kwamba elimu hiyo inakuwa implemented vizuri ama inahakikishwa kwamba inawafikia vijana, basi kinachotakiwa ni kuweza kuhakikisha kwamba elimu hiyo inaanzia kwenye ngazi ya familia, kwa sababu elimu tunayoipata kutoka mashuleni pekee haitoshi kuweza kujaza ile hali ya uzalendo. Kwa hiyo tunatakiwa kuweza kupata elimu pana kuhusiana na hali ya jambo la uzalendo kuanzia ngazi za familia. Yani pale unapoingia nyumbani unakutana na baba, mnapata wasaa na wazazi wako kwamba anakufundisha 1 2 3 kuhusiana na uzalendo. Kwa kufanya hivyo nafikiri kwa namna fulani inaweza kuchangia vijana kwa wazalendo. Aidha pia kupata uzalendo kwa vijana inategemeana pia na hali ya vijana kusikilizwa hasa katika nchi kwa ujumla. So nafikiri mwenzangu alishazungumza kuhusiana na wizara ambayo imeteuliwa chini ya Mheshimiwa Joel Nanauka, mbunge wa Mtwara mjini. So tusiishie tu kuteua wizara then ikasikiliza tu bila kufanyia kazi yale mawazo ya vijana. Kwa hiyo kinachotakiwa hata baada ya kuweza kuteua wizara hiyo, nafikiri mheshimiwa ashaanza kufanya wizara sera mizunguko yake, nafikiri alishafika pia UDSM. So tusiishie tu kusikiliza vijana wanataka nini na nini. Kinachotakiwa pia kufanyika ni kwamba baada ya kusikiliza mawazo ya vijana pia yafanyiwe kazi. Yafanyiwe kazi, na nafikiri kwa kufanya hivyo kwa namna fulani inaweza kupanda ama kupandikiza hali ya uzalendo kwa vijana hasa wa Kitanzania. Asanteni. Shukrani sana. Bado tunaendelea na vijana ambapo tunataka tuangazie nini kifanyike ili kuambukiza vijana dhana ya uzalendo. Karibu sana hapa. Ya, asante. Kwa jina naitwa Chesco Antonia. Na changia mada ya leo, nini kifanyike kupandikiza uzalendo kwa vijana. Kwanza, jambo la kwanza, kwa maoni yangu, kitu cha kwanza kabisa, naona sehemu kubwa sana ya kupandikiza vijana kwa wazalendo, jambo la kwanza ni mifumo ya kiutawala ambayo ipo kwa hivi leo. Je, hii mifumo ya kiutawala inaenda kuadresi kitu gani kwa vijana au kwa wananchi ambao ndio sehemu kubwa wanaofanya vijana wanakuepo. Kwa hiyo ninachokiona mimi kikubwa sehemu ya uzalendo, kwanza jambo la kwanza ni chaguzi zetu. Hizi chaguzi ambazo leo zinaendelea ndani ya nchi yetu ndizo zinaweza zikafanya kijana akawa mzalendo, kwa sababu ukimpa uhuru kijana wa kuchagua kiongozi anayemtaka yeye, yani sheria, ile mifumo ya kisiasa na kijamii, kama inakwenda kumpa nafasi yule kijana kumpata kiongozi ambaye yeye atakwenda kupeleka matatizo yake kwake, basi ninaamini tunaweza tukapandikiza sana uzalendo kwa vijana, kwa sababu wanakuwa na kiongozi wao waliomchagua wao. Lakini cha ajabu, unaletewa kiongozi ambaye hukumchagua wewe. Kwa mfano, tumeletewa
waziri wa vijana, ambao ni wizara mpya imejengwa hivi leo, wameona nini baada ya kumleta huyo kijana ili aje afanye nini, na ana uwezo wa kufanya nini kwa hao vijana. Ingali kuna maeneo makubwa kwenye mifumo ya chaguzi zetu inashindwa kuwajibika kwa sababu wanaogopa uwajibikaji. Moja kwa moja wanajua uwajibikaji, wanauogopa kwamba hawa vijana twende tukawaulize wanataka nini. Kijana atakwambia anataka ajira, atakwambia anataka apate kile anachokifikiria yeye kwenye mawazo yake, lakini sehemu kubwa ya jamii ili tuweze kuipandikiza, kwanza tuwafanye waipende nchi yao kwa kuchagua viongozi wanaowataka. Mifumo ya kiuchaguzi ndiyo itakayopandikiza uzalendo kwa vijana, kwa sababu watakuwa wanapata kiongozi wanayemhitaji ambaye watamtuma aende akafanye kazi zao. Kwa mfano, hata tukirudi kwenye mifumo ya elimu yetu tulionayo, tunao vijana wapo wa vyuo vikuu ambao tunawazalisha wanakuja mtaani kwa ajili ya nao wakuja kulisukuma gudumu taifa, lakini hawa vijana wa vyuo vikuu leo wako wapi? Wanaonekana wapi? Kwa jamii hatuoni, yani hakuna kitu kinachoonekana vyuo vikuu. Kuna vijana ambao leo wapo wanaweza kuja kulisaidia taifa kwa njia moja au nyingine. Lakini leo unaweza ukasikia tu kwenye vipindi, mimi nasoma chuo kikuu, lakini mbona tunasikia tu wamesoma vyuo vikuu? Lakini zamani kulikuwa kidogo kuna mifumo inayotoa uwazi kwamba tuna midalo ilikuwepo vyuo vikuu, tunaona midalo mbalimbali, jamii inajifunza kwamba wale walikuwa wanapewa nafasi ya kutoa maoni yao, walikuwa wanatoa maoni yao kutokana na mazingira ya elimu ya juu, watu wakawa wanajifunza kwa njia hiyo. Lakini kwa hivi sasa ninaona kwamba tumeamua kukimbilia juu badala ya kuanzia chini. Leteni sheria nzuri za kuchagua ili hawa watu wawe wazalendo, hawa vijana wawe wazalendo, ili wakapambane na yule waliomchagua kupitia sheria uliompa yule kijana. Sasa leo kijana unamwambia kwamba awe mzalendo kwenye nini? Kama sheria inawaunganisha vijana na jamii nyingine, leo sheria ndio inayoweza kutufanya sisi tukawa wazalendo au vijana wakawa wazalendo, kwa sababu sheria peke yake ndio inayompa dirisha la yeye kufanya shughuli zake na za kijamii. Kwa hiyo mimi kikubwa maoni yangu ni kwamba serikali iliyopo madarakani isianze kuzunguka mbuyu, wasipoteze muda kuzunguka mbuyu, wabadilishe mifumo ya chaguzi zetu ndani ya nchi. Watu watakapokuwa wanapewa nafasi ya kumchagua wanayemhitaji wao, watakuwa wazalendo na tutakuwa tumewapandikiza, watakuwa wana uwezo wa kuwa na kufurahia kile wanachokipigania. Kwa hiyo mimi maoni yangu sehemu kubwa ni hayo. Asante sana. Labda nitaka niongee na Urassa mara moja. Hivi nini maana ya uzalendo ambao viongozi ndio wamekuwa wakisisitiza kwamba vijana kuweni wazalendo, ipendeni nchi yenu? Nini maana sasa ya uzalendo? Kwa sababu kuna vitu pia wamezungumza ya kwamba mtu anakosa ajira nini, ajue pa kwenda, alafu anaambiwa awe mzalendo, anakuwa kama hafanyi. Nini maana uzalendo wa sasa ambao ndio viongozi wetu wanaosisitiza? Asante sana kwa nafasi nyingine tena. Tukirejelea kwa maana sahihi ya neno uzalendo, uzalendo tunasema kwamba ni ile hali ya mtu mmoja ama kundi la watu ambao wapo katika taifa fulani kuwa na ile kiu ya ndani ya kuitumikia, kulitetea, na kwa namna yoyote ama kwa gharama yoyote kuhakikisha kwamba kile kitu ambacho anakipenda hakipati madhara ya aina yoyote. Kwa mfano, tunavyosema labda niseme mimi ni mzalendo kwa familia yangu, ni kwamba nipo tayari kuipambania familia yangu kwa katika namna yoyote ile, ili kusudi familia yangu isipate madhara, na hata kama ikipatikana madhara nipo tayari kuwajibika kwa ajili ya familia yangu kurudi katika mstari. Nikisema mimi ni mzalendo kwa taifa, ni kwamba ninalipenda taifa langu kutoka moyoni na nipo tayari kulitumikia katika sekta yoyote ile, ama ikiwezekana hata kufa kwa ajili ya taifa langu pia. Kwa hiyo sasa kinachotokea labda tuna mpaka vijana wanasisitiza uzalendo, maana yake ni kwamba hayo unayoyasema hayafanyiki. Nani anatakiwa hayafanye? Asante sana. Sasa tukija kwenye medani hiyo, tusemi kwamba hayafanyiki, ila tunaweza tukasema kwamba yamepungua kwa kiasi kikubwa sana. Tukiangalia kwamba mpaka inakuja mada ya kusema kwamba vijana wengi sasa wamekuwa si wazalendo, tunaona
kitu ambacho kilitokea Oktoba 29 kwa kufanya tathmini kubwa ya watu ambao walikuwepo katika kile ambacho kilitokea, tunasema kwamba asilimia kubwa sana walikuwa ni vijana ambao wao walijipa jina la kujita Gen Z wa Tanzania. Sasa kuona kwamba vijana hao wametoka na wamesema kwamba kikatiba ipo njia sahihi kabisa ya kuwasilisha malalamiko kwa serikali ama kwa viongozi, kwamba kuna maandamano ambayo yanaruhusiwa na maandamano ambayo hayaruhusiwi. Sasa kwa yale ambayo yalifanyika tarehe 29, kwa upande wa pili wa serikali waliona kama ni maandamano ambayo yalikuwa hayana uzalendo, kwamba vijana vile vitu ambavyo walivifanya havina uzalendo, kwa sababu vitu vingi ambavyo viliharibiwa, mali nyingi ambazo ziliteketea, vituo vingi vya uchaguzi ambavyo vilichomwa. Tukumbuke kwamba vyote vile ni pesa za Watanzania ambazo zinapatikana kupitia kodi, vilivyoweza kufanya kuhalalisha vile vitu vyote kufanyika. Kwa mfano, ukichoma kituo cha kupiga kura, ukavunja masanduku, ukachoma vituo vya mwendokasi, ukachoma mwendokasi zenyewe, hivyo vyote ni kodi za Watanzania ambazo wao waliotoa ni wazalendo kwa nchi yao, kwamba wamekuwa wazalendo ili kulipa kodi, maendeleo yaweze kupatikana. Sasa vijana mnapokuja kuviharibu, inamaanisha kwamba nyinyi mnalitakia taifa kitu ambacho sio salama, na hiyo ambayo inakuja kuleta kwamba kuonekana asilimia kubwa ya vijana si wazalendo kwa nchi yao kwa kile ambacho walikifanya. Na ndio maana sasa wanatamani sana kile ambacho kimetokea kisiweze kutokea, na vijana hao wawe tayari kulijenga na kulitetea, kwa sababu unavyosema kijana unataka ajira ama kijana unataka fursa, alafu nyuma wewe pia ndio umehusika kwenye kuchoma mwendokasi, labda na wewe unafanya dereva, umeshachoma mwendokasi 5 au 6 au 7, alafu wakatangaza nafasi za ajira kwenye kituo kile cha mwendokasi ama madereva wa mwendokasi, umeshaiharibu wewe mwenyewe pia katika nchi yako hiyo ambayo unataka uajiriwe, umeshakosa ajira kwa sababu ya kile ambacho umekifanya nyuma. Kwa hiyo nadhani kama vijana ambao tupo kwa sasa na tupo kwa ajili ya kutoa elimu, nadhani tujijutie, lakini pia serikali iweze kubadilisha mitazamo ya namna ambavyo wanaweza kuendesha katiba na kutoa fursa nyingi sana kwa vijana, ili kuwaaminisha kwamba kila kitu kinawezekana kupitia vijana na kila kitu kinawezekana kupitia sisi, endapo tutawezeshwa vizuri sana. Naam, tukiishia hapo kwa leo, tutaendeleza tena hizi ngenga za wananchi. Na kukumbusha, kama unapenda kushiriki ngenga za wananchi, unaweza kanitafuta katika mitandao ya kijamii pale Facebook pamoja na Instagram. Nitafute kwa jina langu la Samson Charles, halafu njoo inbox niwekee namba yako ya simu, nami nitakutafuta. Tukutane tena wakati mwingine ambapo ngenga za wananchi zitaendelea. Ngenga za wananchi.